Wapendwa katika Kristo, leo Dominika ya 20 ya mwaka wa kanisa, kiini cha masomo yote matatu ni kwamba ni kuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Kuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Mwambie jirani yako, kuwa na imani thabiti kwa Mungu. Mbona sema mwambie kuwa na imani thabiti kwa Mungu? Imani ni kuwa na uhakika bayana ya mambo yatarajiwayo, bayana mambo yasiyoonekana. Waebrania 11:1. Na imani hiyo inatupelekea katika Injili ya Marko sura ya 11 mstari wa 24 hadi wa 25, anasema kila mnaposimama kwenda kusali, aminini kwamba mnapokea na ni cha kwako na kitakuwa cha kwako. Anaendelea mstari wa 25, anasema kila mnaposimama kusali, hakikisha kwamba umesamehe na Baba yako wa mbinguni atakusamehe. Katika imani hiyo inatupelekea kwamba niamini ambacho tunachokipenda kukipokea, inatakiwa niwe na tumaini kwamba matumaini hayadanganyi. Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Matumaini hayadanganyi, kwamba ninachomuomba Mwenyezi Mungu siku ya leo kwamba nina matumaini nitalipata. Kama huyu mama huyu wa Kanaani amemuomba binti yake, anamwombea kwa Yesu binti yake apone, na ombi lake limekubalika, amekuwa na tumaini kwa Mungu na binti yake akapona. Hiyo ni imani thabiti mpaka Yesu anashangaa. Sijawahi kuona mama una imani kubwa, akamwambia na iwe kama unavyotaka. Imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Je, mimi na wewe nina imani kwa Mungu? Nina imani kwa Kristo ambaye ameniumba kwa sura na mfano wake? Nimejitoa kabisa maisha yangu kwa Yesu, au mimi ni Mkristo mfukufuku? Leo niko hapa Kisukuru, kesho niko Kawe, au naenda Kawe kwenda kupeleza vitambaa, kwenda kukanyaga sisi mafuta, kwenda sisi kupikia upako. Mnachokuangaisha nini? Kinachokuangaisha nini katika maisha yako? Wewe ni Mkristo Katoliki. Mtakatifu Paulo anawaambia Wagalatia, nani amekuloga? Mwana Kisukuru, nani amekuloga? Mwambie jirani yako, nani amekuloga? Tulia kwenye imani yako. Wapendwa, imani hii lazima niamini. Katika somo la kwanza naamini sana ile sura ya 56 mstari wa kwanza ule wa 6 hadi wa 7. Mwenyezi Mungu anasema kwamba simameni mkatende haki, mkashike amri za Mwenyezi Mungu. Kushika amri za Mwenyezi Mungu, ambapo hapo Hakai kulikuwa na amri 613 sheria ambazo kila siku Myahudi alitakiwa kuzishika 613 kila siku. Sasa zikaja 10, amri 10 zikapungua. Yesu akasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Mpende na jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Amri halafu summarize kwa neno moja, upendo. Ukiwa na upendo utasali. Ndio maana tunasikia katika somo la kwanza, nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala. Nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala. Kama unapenda Mwenyezi Mungu, utazishika amri zake. Ukipenda Mungu, kanisani huko hautaenda Kariakoo kwa sababu ni Jumapili. Hapana, ndio maana umeacha kazi zako ukaenda kanisani kuja kumwabudu. Ndio maana nasema nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala kwa mataifa yote, kwa kabila lote. Kila mtu mwenye mweusi, mweupe, Majabune, yote ni nyumba ya sala. Anakuja kusali hapa, anakuja kukutana na Yesu katika neno lake, unakuja kukutana na Yesu katika Ekaristi Takatifu. Anakushibisha, anakuelekeza, unasimama imara kwa sababu Kristo anakutia nguvu. Umekaa ndani kwake, unajimudu, na amekaa ndani wako, unatembea, unajimudu, anakupa uhai. Ni Kristo anakupa uhai. Sasa jiulize, una imani kwa Yesu kama huyu mama Mkanaani? Na anaposema kwamba nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala kwa mataifa yote, kumbuka Mungu alipenda taifa la Israeli, taifa teule la Mwenyezi Mungu. Wana Israeli wakajiona kwamba hao ndio wapendao sana.
kujivuna, lakini ndio maana tunasikia katika Injili yule mama anamuona Yesu anapita katika Tiro na Sidoni, anasema Yesu mwana wa Daudi, nihurumie, mtoto wangu amepagawa na mapepo kila siku yanamsumbua. Yesu hakujibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaambiwa Yesu hakujibu. Ndugu yangu mpendwa, Mkristo mwenzangu, pengine unapitia katika maisha magumu, milima na mabonde, pengine umeomba haujapata. Usifikiri kwamba Mungu yuko mbali. Mungu yuko mbali. Mungu yuko mbali. Anakujaribu kama je, una imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu? Umesimama kidete na yeye? Mwangalieni Ayubu amepitia katika mateso, watoto wamefariki, wanyama walifariki, mke wake anamwambia, wewe umshikilie Mungu wako, mtukane, muasi. Lakini Ayubu akasimama imara, na Ayubu akapewa tuzo na Mwenyezi Mungu. Na wewe pekee unapitia hivyo changamoto za maisha, kwenye ndoa, kwenye familia, ndoa haikaliki, familia haikaliki, mwakabidhi Kristo mbele ya madhabahu. Yesu atende kazi. Yesu ametulia tu. Je, unamtegemea? Una imani kwake? Tunaona sasa Yesu anatulia, lakini Yesu anaona. Lakini sasa kuna watu huko nyuma, wanafunzi wake wanamwambia, mwambie ondoke, anapiga kelele nyuma yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna watu wanakatisha tamaa. Kuna watu wanakatisha tamaa. Watu wengine wewe ungepata kufanya mtu anakuja na kukatisha tamaa. Kwa nini unakatisha watu tamaa? Maana kumtia moyo, kumfariji. Wale wanafunzi wanatakiwa kumfariji, kumwambia Yesu, muhurumie, mponye binti yake anaumwa. Wao wanamwambia aondoke, anatupigia kelele. Wewe acha mbaya. Acha mbaya. Mama wewe, bibi wewe, baba, acha mbaya. Kuwa na roho ya matumaini, kuwa na roho ya kuleta matumaini. Wao matumaini, sio kukatisha watu tamaa. Wanafunzi wanakatisha Yesu tamaa kwamba aende zake anapiga kelele tu. Lakini yule mama alifanyaje? Aliendelea kupiga magoti kusali, Yesu nihurumie, binti yangu ana mapepo, anasumbuliwa, naomba mponye. Na tunaambiwa Yesu akamwambia yule mama, ndio mama, siwezi kuchukua chakula cha watoto na kutupia mbwa. Hapa Yesu ametumia muda kali, hajamtukana yule mama. Naomba nieleweke, Kristo alikuja kwa ajili ya taifa teule la Israeli. Wanaisraeli waliona kwamba wao ni wapendwa wa Mwenyezi Mungu, ni sawa. Lakini Kristo amekuja kumkomboa binadamu, kabila fulani, taifa lote la Mungu, anawakomboa wote. Ndio maana Yesu akasema, je, watu sikutumwa katika kondoo waliopotea kwa nyumba ya Israeli? Yaani amekuja wale waliopotea, sio tu wale nyumba ya Israeli, kila mmoja aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Sasa yule mama anamwambia Yesu, Bwana, hata mbwa unafanana wale makombo mezani, yale mabaki. Yesu anashangazwa na imani ya huyu mama. Huyu mama Mkananayo sio Myahudi, naomba nieleweke, sio Myahudi, ni mtu wa taifa lingine kama Wasamaria, wa taifa lingine, wametengwa na Wayahudi. Wayahudi wao waliona ni watu wa pekee sana, wa pekee, wako karibu na Mungu. Watu wengine hawafungamanishi nao na maisha yao. Wasamaria, Mkananayo, hao ni watu wengine, ni vitu vingine, wamewazarau. Lakini Yesu anamtazama huyu mama kwa imani yake iliyothabiti kwa Mwenyezi Mungu, anamwambia mama, hakika na hiyo kwako kama ulivyoomba. Imani ya huyu mama, tunaanza vile mama anamsujudia Yesu, anapiga magoti, anamsujudia Yesu. Je, wewe unamsujudia Yesu? Ulipoingia kanisani hapo ulipiga goti mbele ya Yesu wa kanisa, Yesu yupo, ulipiga umwabudu, umsujudu. Wengine wanaingia kama wanaingia hata ukiingia chooni lazima ugonge kama hivyo unasubiri. Sasa wengine tunaingia kwa tumechanganyikana na watu wa mataifa mengine, mnawajua wale wanaingia kama kanisani, wanaingia tu na kuketi. Sisi hapa pale na maji ya baraka, unachonga Mungu akutakase pamoja na mambo yako yote. Uingie kanisani, unamtazama Kristo, unapiga goti kwa heshima kabisa, unaingia unaketi
walikuwa sawa kwa mataifa yote, hakuna ubaguzi, hakuna. Sasa nilikuwa vile kwa Mungu. Ni wakati walipoamka leo walisali, walifanya ishara ya msalaba. Ukasema asante Mungu kwa kunyamisha salama, umelipa afya hii. Hebu angalieni kule Yumbili, kule Amana, Mzogazina kule, hospitali zote, watu kule wagonjwa wako, ukienda kule kwa senta za mifupa, unaangalia kule unatoa machozi. Watu wanataja litania za Mungu. Mungu uko wapi? Mungu njoo, Mungu uko wapi? Njoo, nichukue basi, nichukue baba, nichukue basi, basi kumbisha, basi kuwa. Sasa sisi tumepata afya, tumepata nguvu, hata kusali hauna, hata kuja kanisani hauna, kwenda kwenye jumuiya hauna, kusali hakuna shida, kumwimbia Mungu wakati, kupiga makofi ya wakati. Sasa Mungu akupe nini? Akupe dunia ya chawa, akupe nini? Unataka nini? Tumsikie Kristo. Na wengine wanamalizia usingizi hapa. Kulikuwa na kikao sehemu fulani. Yule msubiri kutoka wakarawaji akamwambia endeni kwa watafuta wafuasi wapate wengi. Wakarudisha ripoti wakasema kwamba hatujapata hata mmoja. Yule msubiri akawaambia wale wakarawaji, waacheni waende kanisani, waende kwenye jumuiya, lakini wakifika huko muwafanye wasinzie, wafanye mawazo yao yatolewe hapa yawe kule. Kuna wengine Mungu hapa na waona mnaniangalia, lakini Mungu hapa, mwingine Mungu kule barakuda, mwingine yuko kule kanjako, mwingine anaangalia saa ngapi hapa akapatia kwenda kwenda kawe kama unaenda kawe kwa ukiani sawa, lakini sio kawe kule unaambia pokea msimbazi zote wapi, pokea nyumba ya safe container itoke wapi? Mungu akasema utakula kwa jasho mwanamke utajifungua kwa uchungu, no shortage at life. Msalaba lazima uwepo. Sasa kwa nini kusali? Kwa nini kufanya ishara ya msalaba? Na watu wengine wanafanya ishara ya msalaba kama wanafukuza nzi. Mwambie ndugu yako usifukuze nzi. Kijana bwana, bora usifanye. Kwa nini unafukuza nzi? Fanya ishara ya msalaba kama inavyotakiwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Acha usifanye. Unamkufuru Mungu. Kwa hiyo sana. Kwa hiyo kama ukusali leo mwalimu asali kwa sababu ya uhai, muombe Mungu sababu wewe unasali, asubuhi unasali, ukienda kanisani unasali, ukienda kazini unasali. Mzaburi ya 127 mstari wa 1 anasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao waifanya kazi bure. Kitabu cha Mithali ile sura ya 4 inasema, mkabidhi Bwana mipango yako naye atafanya. Kwa hiyo usipomkabidhi Mungu, usipoanza na Mungu na kumaliza na Mungu, usifikirie kwamba Mungu anajibu sala zangu. Na wengine wanasema kwamba bora wale waovu wanafanikiwa, mimi nasali sana, kanisani kila siku huko, jumuiya huko, makongamano huko, washa kwa wata niko, mbona nateseka? Yule mwingine anakaa kule The Voice kila siku anafanikiwa. Kwa nini? Mwache Mungu anakusudio lake. Kila mtu anakusudio. Mungu anakusudio na wewe. Usimwangalie mwingine vile. Mwache Mungu atende kazi. Kwa nini kusali kwa Biblia zetu kwa Mwenyezi Mungu? Kwa mataifa yote. Na kanisa hili kanisa la kusali kwa Mungu, sio la biashara, sio la binada. Nyumba ya sala kwa mataifa yote. Mataifa yote ya ulimwengu yanakusanyika mbele zako. Mataifa yote ya ulimwengu yanakusanyika mbele zako. Mataifa yote, awe mchanga, awe mkuria, mnyakusa, sijika mjangani, rangi mweupe, mweusi, mwembamba, mnene, wote kadhalika, wote ni taifa la Mungu. Pia kuja kwa Mungu, kusali, kuomba. Na sana lazima uamini. Kama tunasoma katika Injili ya Marko sura ya 14, amini kwamba unapokea. Kwa hiyo kwa sababu mama anamwambia mtoto wake na anakuwa nguvu ya kuomba, nguvu ya sala katika kuomba. Wazazi siku hizi hatuwafundi watoto wetu, hatuwafundi kufunda. Mama unakaa na mtoto wa kike unamfunda, unamwambia mpaka Z. Baba unakaa na mtoto wa kiume unamfunda, unamwambia
Ukifanya hivi hawa ni mambo mema, unampa, unamrudisha mambo mema. Sasa ndio maana dunia imeharibika, dunia imekuwa chungu. Kama tunapigwa na joto, kumbe ni madhambi yameongezeka. Mwanamume anakuwa mwanamke, mwanamume anatenda hivi, anajipata mapumziko sio baraka, ama anaona matatizo gani kwa mwanamke anakuwa mwanamume. Wengine wanakusa. Kwani hatujawafunza watoto wetu. Pengine na mimi mzazi na familia na watoto. Mtoto anaona baba yuko kule. Anaona mtoto anaona baba amevaa mlegezo. Ni baba ndio watoto sita. Anapiga mlegezo. Wewe shika. Mama anavaa vizuri. Mtoto akija na kuona amevaa hivyo anapiga. Mbona amevaa vile? Hata mimi navaa. Anaenda shuleni kumshuhudia nguo kama ya sisa imefika huko. Akimaliza form 6 iko huko. Anaenda shule. Nimefahamu. Na tumahali familia kwa sababu hatuwafungi vijana wetu. Mambo yanaharibika, ulimwengu unaharibika kwa sababu tumeacha kusali. Hatusali. Turudi kwenye msingi wa sala. Sala ni kuongea na Mungu, kuzungumza na Mungu. Kama huyu mwanamke hakuchoka, hakusikiliza maneno ya watu. Yaani wanafunzi wale wanamwambia kwamba acha unapiga kelele, acha niende kusali. Yesu nihurumie, Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Yule mwanaume anayekutesa, yule mke anayekutesa, mtoto anayekutesa, mmoja mbele ya Yesu ambadilishe. Pengine ni leo, pengine ni kesho atambadilisha. Usikate tamaa, kuwa na moyo wa imani. Usikate tamaa yote. Najua unapitia kwenye matatizo, kwenye familia. Baba anarudi saa 8, anatoka saa 10. Watoto wanasema, "Mbona mama, baba yuko wapi?" Ameenda kutafuta. Watoto wa Mungu. Ndio maana watoto wakaunga ule wimbo wao. Watoto wa nyumba zote, njooni tuungane, tuwajilie wazazi chozi laka. Watoto wa dini, tusikana kwa sababu hawana malezi. Wamekosa ule upendo wa baba na mama. Hii tunakaa na familia. Leo ni siku ya kukaa na familia. Baba na mama na watoto wakaa na familia. Leo mama anaosha sufuria, baba anakata vitunguu. Mtoto analeta mama. Ni siku ya familia. Mnakula pamoja, mnakuja pamoja. Wewe baba mama anakuja mwenyewe. Unapanda kwenye viti virefu, siku hizi umewekewa viti vifupi ili ukikaa usitoke. Alafu ukisharudi unarudi. Mama Pendo, uko mlango au nje nao? Mama Pendo, unafungua mlango au nje nao? Alafu ukishafunga mlango unacheua. Wewe umeshiba, mtoto hajaenda huko, mama hajaenda huko, unacheua. Unapomoa unajenga familia. Sababu usipoona sana hamna. Mtu anayeongoza na sana atatenda mema, atatenda haki. Umesikia somo la kwanza? Tendeni haki, atatenda haki. Mtoto mnapeleka shuleni, mtoto anafaulu. Mtoto akifaulu ni baba. Mtoto akifeli ni mama. Hapo baba anamwambia kichwa chake kama cha baba. Kwani alinipeleka shule mama? Na kufeli sio mwisho wa maisha. Kufeli mtihani sio mwisho wa maisha. Kufeli shule, kuna maisha baada ya mtihani. Hawa kufeli. Angalieni watu wangapi katika mkoa huu wameisha darasa la 4 na 7. Wanapokea milioni 3 kwa siku, wanaingiza kwa siku milioni. Wale wenzao na mie kwa mwezi tunaingiza 1,000,000 kwa mwezi. Tumsifu Yesu Kristo. Yote ni maisha. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Umesikia? Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Shukuru kupokea haki yako sawa. Anapokea milioni 3 kwa siku, ameshaweka 7. Shukuru Mungu kwa hilo. Usinunike. Mungu anakusikia hayo kila mwaka. Ndio maana nasikia kazi kwa rafiki. Paulo anamwambia kwa wimbo wa Mungu kwamba mimi nimetolewa mtume wa mataifa yote. Somo la kwanza tunasikia Mungu yangu kwa Mungu asala ya mataifa yote. Somo la pili tunasikia kwamba anaeleza kwamba mimi ni mtume wa mataifa yote. Paulo licha kabla kuokoka alikuwa Sauli, alitesa kanisa la Mungu, lakini baada ya kukutana na Yesu, baada ya kukutana na neno la Mungu, baada ya kushiriki Yesu kwa kanisa, alibadilika, akaongoka. Ndio ameandika vitabu vingi kwenye Biblia. Zile nyaraka ameandika ni profesa, ni doctor wa scripture, ameandika vitabu hivi maneno matakatifu. Anatuambia alikuwa mtume wa mataifa.
sio hapa Kisukuru tu, sio Segerea, sio Makola tu, ni wa mataifa yote, kanisa la ulimwengu wote. Katika ubatizo wetu tumebatizwa na kutua, we are baptized and sent. Je, unashiriki hiyo kazi ya kuhubiri neno la Mungu kwa mataifa yote? Kwanza ni kuhubiri mwenyewe, kuhubiri mwenyewe. Je, unafanya hivyo? Umekuwa tu mkufu. Mwisho wako wa kusoma neno la Mungu ilikuwa wapi? Au ile ya kusikiliza hapo Jumapili tu na kuondoka? Yeye ni amani tukutane wiki ijayo. Ubatizo wa kutua. Sasa unafanya utume gani kama Paulo amehubiri mataifa mera bali mbalimbali amehubiri? Je, wewe unafanya nini? Na kuhubiri sio kuchukua Biblia na kukaa barabarani na kusokona na kupiga kelele Yesu 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 Yesu. Hapana, matendo yako kwanza. Nijihubirie mwenyewe, kutembea kwangu, kusema kwangu, kucheka kwangu, kaonekane matendo yaseme. Sio kuficha kuvaa ngozi ya nini? Ya mbwa mwitu. Kwamba leo hapa utakatifu atalii. Lakini kutoka hapa kule ni kituko, mtu mwingine umevaa sura mbili, huo ni unafiki. Tumilie Mungu kama huyo lazima kusengenya, kukosa ibada ya takatifu, kukosa jumuiya, kutokuwahi nyumbani, kutokufanya juhudi zako, kutotolea Mungu sawa sawa na ndizo anapokujalia. Baba unarudi saa 8 za usiku, unasema kila siku kuna foleni wanakuja kila siku na foleni. Hiyo foleni kutoka wapi wanakuja kila siku? Kila siku. Mama wewe unaenda kusuka, unasuka masaa 6, unasuka nini? Unamsumbua mume wako mpaka jamani ile mshahara imeisha. Jamani lazima mtembee pamoja na familia mleni wa watu. Mama mnawaza unasumbua baba amekonda. Aya inatafuta, kanisa linamhitaji, jumuiya inamhitaji, serikali inamhitaji. Baba unamwona. Mimi nasuka nywele za 50,000. Anasuka siku moja kesho yake anataka kufumua tena. Wewe ukiji mwanamke anaingia, unaweza kusuka nywele za 50,000. Zaidi. Tunahusisha kwenye familia msalaba hiyo. Ndio maana tunasema kila mtu anaenda kufuata ajikane, achukue msalaba wake alifuata. Kujikana, jikane nafsi yako. Sio kwenda kuchoma msalaba. Hiyo ndio msalaba sasa. Familia mkae kwa amani, msalaba ulete Kristo. Mtoto anamshika, ulete kwa Kristo. Unasumbua familia za watu, kii mahara, kii kwa roho, acha kwa Kristo. Unakuwa kama wale wanafunzi wa Yesu na mapenzi, mtoe hapa mnyamazishe, anapiga kelele hapa. Upendi maendeleo. Baada ya kumwambia Mungu asante. Huyu baba amejenga nyumba yake. Alikuwa anataka nyumba ya matope amejenga. Unamwonea wivu kijicho. Unaona wivu. Unamwonea wivu. Wivu mzuri unamwambia baba, mama Neema umesuka wapi? Anamwambia kwa mama Furaha, nipeleke basi. Twende unaenda. Ule wivu mzuri. Wivu mbaya. Unamwona kwa fulani alikuwa vizuri au baba alikuwa safi. Unamwona unamwangalia kuanzia juu mpaka chini. Hata hajapendeza mzuri. Kila mmoja hii amependezwa na mume wake au mke amependezwa mume wake alikuwa safi yake. Ameoga, amevaa tai na kiasi cha ulimi. Alikuwa amependeza. Hata hajapendeza. Unafunza. Nini? Wivu mbaya na wivu mbaya unazaa mchana. Na furaha ya mchana ni kuona kwamba ile familia ya kufurahi. Baba ameketi hapa, mama ameketi hapa, watoto wameketi hapa, wanaanza kula mate, wanaanza kupika, wao kama mataifa tu. Ni furaha ya mchana. Sio wanaongea kwa jina la Yesu. Amina. Na Mungu anasaidia. Ni lazima kumlilia Mungu kama mwanamke. Kata tamaa, usikate tamaa. Pengine unasema hujui kwenye mtaa unasema lakini wewe endelea kukaa, usikate tamaa kama wewe mwanamke. Kata tamaa, usikiliza maneno ya watu. Anaendelea kuambia Yesu nihurumie. Na wewe ndugu yako ukisema wewe acha waseme usiku atalala. Wewe endelea kuomba Mungu kumwambia Yesu, mwana wa Mungu, nihurumie, nitembelee. Ulikuwa na mimi wakati wa shida na wakati wa furaha yangu.
ya kupeleka mbinguni.